mchezo wa kesho wa ligi kuu ya NBC Premier League, dabi ya Kariakoo, Young Africans na Simba Sport Club. Tayari walimu wa timu zote mbili na baadhi ya wachezaji wameshazungumza kwenye mkutano na waandishi wa habari. Napenda kuzungumza kinagaubaga kuhusiana na mechi huu, bila kusahau napenda kuangazia utabiri wa mchambuzi Ndachi Aliomari kuelekea mchezo wa kesho. Jina langu leo kwa John, niko hapa Ndachi Aliomari, nyuma ya kamera ni Abubakar Nasoro. Ndachi, tuanzie hapo. Simba na Young Africans kesho. Kwanza inakwenda kuwa ni mechi na gani? Leo tuangalie kiufundi zaidi. Walimu wa timu zote mbili, takwimu, bila kusahau namba za mchezaji mmoja mmoja. Tuanzie hapo Ndachi. Ukitazama kabla ya kukutana kwao siku ya kesho, kwenye mechi 10 ambazo zimepita, Young Africans amecheza mechi 10 na ameshinda mechi 9 na ametoa sare moja. Magoli ya kufunga amefunga goli 27, lakini pia ameweza kuruhusu goli mbili. Unatazama namna gani ambayo safu yake ya ulinzi katika mechi 10 imeonekana kuwa kali, ndio maana ameweza kuwa na magoli 27 na yeye ndio timu pekee ambayo inaongoza kwa ufungaji wa magoli kwenye NBC, of course, magoli yake 27. Kwa ukitazama Pedro Gonçalves ana faida kidogo ya kuweza kufanya marekebisho kidogo kwenye eneo lake la ushambuliaji na namna ambavyo wamekuwa wakicheza. Kwa hivyo kwa takwimu hizo tu naona namna gani mechi inakwenda kuwa ngumu. Lakini ukitazama takwimu za mchezaji mmoja, unamtazama mtu kama Aurelien Depu, of course, mmoja kati ya mchezaji ambaye safu ya ulinzi ya klabu ya Simba inabidi muangalie kweli kweli. Christian Mario Depu tayari ana bao 4 goli 5 na assist moja kwenye mechi nyingine ambayo amecheza tangu amesajiliwa. Unatazama namna gani ambavyo amekuwa na kiwango bora katika mechi chache na muda mchache ambao amekaa kwenye kikosi cha Young Africans. Kwa kikosi cha Simba na safu yao ya ulinzi wanapotazama upande wa pili kwa Young Africans, hawapasi kumdharau. Ni mmoja wa wachezaji ambao wanakwenda kutengeneza hatari kwenye mechi hiyo. Lakini pia kurudi kwa mtu kama Maxim pia Nzengeli ambaye naye amekuwa akicheza kwa kiwango hicho, amekuwa akibeba timu, kushuhudia katika mchezo dhidi ya Namungo, akaenda kusababisha mkwaju wa penalti. Kwa Young Africans kuna maeneo kidogo ambayo mwalimu anapaswa kuyarekebisha, hasa katika eneo la kiungo, namna ambao wamekuwa wakicheza pindi ambapo wanakosa Mohamed Damaro kama sawa. Tumzungumzie mwalimu Pedro Gonçalves, napenda kuwa dabi yake ya kwanza wakati tangia jiunge na Young Africans kwenye geza ligi kuu. Ameshaiongoza Young Africans kwenye mechi 8 huku akiwa ameshinda game zote 8, akiwa hana sare, huku yeye mpaka hivi sasa akiwa ameshafunga mabao 24 tangia alichukua Young Africans. Ni kocha wa aina gani Pedro Gonçalves kwa upande wake? Ni kocha ambaye amekuwa tabiriki namna anavyozaidia game za ligi kuu. Tumekuwa tukimshuhudia kuna baadhi ya mechi ambazo anaingia na mfumo wa 4 2 3 na mshambuliaji mmoja juu, lakini hivi karibuni tumemshuhudia akiingia na washambuliaji wawili 4-4-2 ambayo inanyumbulika ikiwa kiwanjani. Kuna mambo wanacheza kwa uzu na namna ambavyo wanabadilika kulingana na mazingira ya mchezo, lakini kitu ambacho amekuwa akihukumiwa si matokeo. Watu wamekuwa wakimtazama kwa style of play Young Africans, lakini katika mchezo uliopita, mchezo dhidi ya JKT Tanzania, kipindi cha kwanza kweli kuna namna ambayo timu ilionekana ikicheza sana, lakini kipindi cha pili baada ya kufanya mabadiliko katika eneo la kiungo akakia Mohamed Damaro kama ambaye alikuja kuipa balance timu kutokea chini kati ya safu ya ulinzi na safu ya ushambuliaji, yeye akiimarisha hilo na baadaye kuanza kufanya mashambulizi ambayo matokeo yake tuliyaona. Young Africans walienda kupata goli karibuni 4 ambazo kipindi cha kwanza walipata bao moja ambalo lilitokana na kuanzisha ushambulizi kutoka kwa Mohamed Hussein. Amekuwa akifanya mabadiliko, nadhani hata katika mchezo huu sidhani kama anatabirika kama gani anakwenda kucheza, lakini wachezaji ambao amekuwa akitumia ni wale game plan ya mchezo ndio huwa amekuwa akibadilisha na namna yake ya kucheza. Amekuwa akitumia sana washambuliaji ambao wanaweza kukimbia katika maeneo. Mtazamo wa Prince Dube katika mchezo uliopita hakuonekana sana katika eneo la juu la namba 9 la kufanya fundi, lakini alikuwa anacheza katika eneo la pembeni ambapo alimsumbua sana Aurelien Makame katika center back wa JKT ambaye alikuwa anacheza katika eneo hilo. Baadhi ya mpira ambao ikipiga kidondoka, Dube anakimbia na kuangalia ndani ya box nani ambaye yupo na kupiga vipas. Hiyo tu ndio limerekebishika kwa Prince Dube na kuweza kuipa timu ile angalau sawa. Hapo tumzungumzie Steven Becker, kocha mkuu wa klabu ya Simba. Tangia amejiunga na Simba ameshaiongoza Simba kwenye game 5 za ligi kuu ya NBC Premier League, huku akiwa ameshinda mechi 3, sare 2. Tuanzie hapo, ni kocha wa aina gani hasa kuelekea mchezo wa kesho kimbinu, lakini pia tactical zake moja kwa moja?
Steve Barker amekuwa ni mtu ambaye ni muumini wa kutumia wachezaji ambao wana kasi. Of course. Na ndio ambao wanao kwenye kikosi chake. Mtazama mtu kama Libase Kweye, Addison Teoura, hao wote wanakimbia, lakini pale ndio anamtumia sana Selemani Mwalimu baada ya kuwa Jonathan Soa alikuwa kwenye adhabu ambayo alikuwa akitumikia. Kwa wachezaji ambao walikuwa nao tu ulikuwa unatazama namna gani ambao wanafanya switching ya wachezaji wake hasa kutokea katika eneo la kiungo. Anapokuwa na mtu kama Clatous Chama katika eneo la kiungo, mtu ambaye anaituliza timu na kufanya kuichezesha katika eneo la juu, huku Yusuf Kagoma akifanya majukumu ya kukaba, akitimiza majukumu ya ulinzi. Mwalimu anakuwa na watu karibuni wanne eneo la juu. Chama anaongezeka katika eneo ambalo yuko Selemani Mwalimu, Anis Teoura pamoja na Libase Kweye of course ambaye anacheza katika eneo la pembeni. Hawa watu ndio wamekuwa wakitengeneza hatari, na ukitaka kutazama hilo, angalia katika mchezo uliopita mchezo ambao walishinda dhidi ya timu ya Mashujaa KMC walikuwa wanacheza KMC na Prison, lakini pia hata mechi ya Prison ukitazama wachezaji hao ndio walikuwa na impact sana. Ameongezeka mtu kama Ino Josephine Loemba ambaye amepewa nafasi sana katika mechi. Hebu tuzungumze Ino Loemba, miongoni mwa wachezaji ambao binafsi yangu na hofu sana, na ni miongoni mwa wachezaji ambao Young Africans inabidi waangalie, kwa maana yeye ndio kama funguo kwa upande wa Simba. Tumzungumze Ino Loemba, nyota wa aina gani kwenye game kadhaa ambazo tayari ameshaitumikia wekundu wa Msimbazi Simba? Ni mchezaji ambaye kwanza ana utulivu. Hata ukimtazama receiving yake ya ball, anaporeceive mpira mguuni, hana papara kwamba anapiga mpira ili mradi tu amepokea mpira, amemwona mwenzake kafungua anapiga mpira. Mchezaji ambaye kwanza anatazama eneo la kupiga mpira, ni wapi ambapo anaupeleka mpira. Ukimtazama pasi zake zimekuwa ni sahihi muda wote. Ana uwezo wa kupiga mpira chini na akatembea, lakini pia hata ana uwezo wa kukokota mpira na kutafuta wapi wenzake ama kutafuta eneo ambalo sahihi la kuweka mpira ili timu iweze kunufaika. Mchezaji mwenye utulivu, ikiwa Young Africans pia wanatazama wachezaji hatari wa Simba kwa sasa, wanataka kutazama na hilo Josephine Loemba ambaye hana goli, lakini pia ana hatari kwenye kikosi kulingana na namna ambavyo wamekuwa wakicheza. Katika mechi iliyopita ya Simba zile ndio tunajiji Simba ambao wapata matokeo. Attempt zake 3 kuelekea lango, alipiga shoot on target 2 na off target 1 ambayo iliunga mwamba. Kwa ukitazama tu alikuwa ni mchezaji ambaye amefanya attempt nyingi kulingana na nafasi ambazo alizipata. Ni utulivu tu alikosa katika mechi iliyopita. Sasa ndatie tusiende kama tuanze hapo. Kwa upande wako utabiri kuelekea mechi ya kesho, nani anapata nafasi kubwa zaidi kuwa na ushindi? Nafasi kubwa anaweza yaani kwa upande wangu mimi sidhani kama yote anapewa nafasi kubwa kulingana na vikosi vilivyocheza katika dakika za mwisho. Yote anaweza. Twende tumoja kwa moja. Unampa sema tu mechi hii nani? Kwangu mimi mzali ni balance. Mzali ni balance. Yote anaweza kushinda mchezo huu. Of course. Kulingana na performance ya vikosi hivi kwenye mechi za mwisho. Sawa. Dachiari Omari binafsi yake yeye ameogopa, amesema dabi iheshimiwe na ameshindwa kutoa utabiri kuelekea mchezo na Kariakoo. Binafsi yangu mimi naona kuna mtu ambaye ameingia kwa kujiamini kwingi akienda kuumia. Jina langu ni Leopold John, nilikuwa hapa na Dachiari Omari, nyuma ya kamera ni Abubakar Nasoro. Hadi wakati mwingine, kwa heri.